fursa ya kuwafikia watu wengi zaidi, fursa ya kusimplify namna ya kufikia huduma zenu, mikopo, maybe elimu kama hizi, masuala ya internet banking. Baadhi ya benki wana mikopo ya mishahara, advance salaries, unaweza kuomba tu kwenye application. Watu hawajaelewa, na kwa sababu hiyo wanakuwa na vishida vidogo vidogo, wanakimbia kwenye mikopo kausha damu. Kwa hiyo semina kama hii pia muelimishe watu namna ambavyo wanaweza wakapata huduma zenu, na muendelee kuongeza kujitangaza. Hatutaki hao wengine wakose biashara, lakini tunaumia pia watu wanaokuwa wanaumizwa na mikopo ya kausha damu. Lakini katika dunia ya leo, dunia ya utandawazi, dunia ya mabadiliko makubwa ya kiuchumi, dunia ya watu ambao wanatambua muda na wana vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo tafsiri sahihi ya teknolojia ni kufanya simplification, kurahisisha maisha ya watu, kurahisisha huduma, kurahisisha shughuli, kurahisisha biashara. Kwa hiyo to me hii simplification ina maana kubwa. Kwa sababu pia back then kulikuwa pia na changamoto nyingi, na unapenda human interaction, lakini ukienda kwenye mabenki misururu ni mirefu. Lengo letu ni kuongeza uelewa zaidi. Unajua ili suluhisho la internet banking lina vitu vingi sana ndani yake, lakini wateja wetu wanatumia vitu vichache. Kuna wateja wana huduma internet banking lakini wanaangalia tu salio. Hawajui kwamba wanaweza wakapata benki taarifa nzima ya account kwa maana ya bank statement. Hawajui kwamba wanaweza wakalipa bili mbalimbali za maji ama za umeme au bili zote ambazo zinatumia control number ya serikali. Hawajui kwamba wanaweza wakalipa ada, wanaweza wakatuma fedha kwa watu wao ambao wanafanya nao kazi. Kwa hiyo tumekuja ili kuongezea uelewa na zile vitu ambavyo vimeongezeka katika huduma internet banking ili waweze kutumia katika ukubwa wake. Ni kutaka kuwapa wateja wetu ujuzi zaidi kwa maana namna inavyofanya kazi, pia kuwaelekeza kwenye upande wa security feature ambazo zipo, kwa sababu system yetu ipo salama, na hii kitu inafanyika hapa kwa ajili ya kuwezesha wateja wale walizokuwa na changamoto mbalimbali kwa namna ya kufanya aina mbalimbali za malipo, na zile service ambazo mpya tumezizungumzia hapa, na imeongeza ujuzi mkubwa kwa wateja wetu, kwa sababu kulikuwa na baadhi wanaitumia lakini walikuwa hawajui kwa undani zaidi. Vile vile pia tulikuwa tuna soti matatizo yao ambao walikuwa na experience hapa katika hii washa. Kwa kweli CRDB Bank ni benki yetu, tunaitumia kufanyia miamala yetu tukiwa ofisini, na kulingana na hii semina ambayo tumeipata leo au inayoendelea leo, inatuweka vizuri katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku, hasa kwa upande wa huduma ya kibenki. Warsha hii itatusaidia sana kupata maarifa ya internet banking. Internet banking ya CRDB, mimi kama kiongozi, tunayo taasisi nyingi na biashara nyingi, nilianza kutumia tangu 2022 na imenirahisishia sana hata kufanya kazi na wahasibu wangu, kwa sababu zamani tulikuwa tunalazimika kuandika cheki, kwenda benki, kuweka foleni, na tulikuwa tunapoteza muda sana. Ila tokea tuanze kutumia CRDB banking, internet banking imeturahisishia malipo nafanya kwa hiyo, na wa encourage au na washauri wa wafanyabiashara na wafanyakazi mbalimbali wote ambao wanatumia CRDB waweze kujiunga kwenye internet banking. Na kwa mfano mimi kawaida natembea na hiki kichip. Kwa hiyo nikihitaji tu kufanya transaction, nikiingia kwenye simu yangu, nikaingiza password, alafu nikapata kodi hapa, nafanya kila kitu. Unaweza ukaangalia salio, unaweza ukaangalia transaction ambazo umezifanya kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka, unapata statement pale pale. Kwa hiyo una haja kwenda benki kwenda kuomba kuprintiwa bank statement.